Sema, umezungumza kwamba watu waangalie namna gani ambavyo watakamaliza, kwa maana ya kuzungumza, kutafuta mekanizmu ambao pengine mashirikiano yaongezeke katika namna hizo. Lakini pia maoni yamekuwa ni mengi tofauti pia. Ukiacha kwamba tume imezungumza, Mheshimiwa Rais pia amezungumza, lakini nimeona pia kuna baadhi pia ya Watanzania na diaspora ambao pia wamekuwa wakizungumza kwa watu waweza kuwataja pia. Mfano Bongozozo. Hivi umeiona nani yake? Kasemaje? Bongozozo. Hebu nisaidie simu. No, hapana. Sema, hebu ingia kwenye page ya Bongozozo. Ngoja ingia kwenye page yake. Hapana. No. Maana ya tume ni kuweka vitu. No. So hiyo hapana. Kuna yes. Mfano hii angalie. Maana ya tume ni kuweka vitu vyote wazi. Yaani kufungua milango yote ya nyumba nzima na kuruhusu mwanga uingie palipokuwa na giza. Sasa tume hii haijafanya hivi kabisa. Sana, yani kitu kilichoharibu ni pale iposemwa, yani report ni ya rais tu. Yani isisomwe na mtu mwingine, isikaguliwe na wataalamu wengine. Kwa sababu gani? Ina siri gani imefichwa ndani? Yani hakuna kitu nachotaka kama amani, unaona? Na Mheshimiwa Rais akaongea vizuri sana, alisema amani ni rahisi kubomoka lakini ni ngumu kurejea. Na ametumia neno tunu amani, na hakuna nachotaka kuona Tanzania imerudi katika hali ya zamani, hali ya amani, unaona? Lakini kwa muundo huu ni ngumu sana. Manake tumeona kwamba lawama huku, hakuna hata kukiri kosa. Umemsikia anachojaribu kukizungumza. Pengine hasa kwa maoni yake haya, yuko sahihi kwa kiwango gani ama hayuko sahihi? Yani natabasamu kwa sababu kwa mtu ambaye umepewa uwezo wa read between the lines na connect dots na pay attention to the detail. Yani okay, ngoja, unajua nikiwaambia watu wanaweza wasinielewe. Naomba niichambue hii. Maana ya tume ni kuweka vitu vyote wazi. Yani sawa. Maana ya tume ni kuweka vitu vyote wazi. Tafsiri hiyo ameitoa wapi? Natamani nijue unaposema maana ya tume ni kuweka vitu vyote wazi. Mimi unaona nikisema opinion yangu, wanasema haya ni maoni yangu. Sasa kwa standard gani maana ya tume ni kuweka vitu hivyo? Nikwambie mfano. Juzi FBI wametoa ripoti ya Epstein. Umeona ni vitu vingapi ambavyo vimefichwa mule ndani? Na Epstein kafanya madudu kushinda yaliyotokea hapa, na watu wake walikuwa wanakunywa damu, walikuwa wanalawiti watoto wa kiume na nikisema watoto wa kiume na wa kike, walikuwa wanakula nyama za watu, walikuwa wanatoa kafara. Sawa? Wamefanya madudu ambayo ni hatari. Lakini si wameredact kule. Sasa mbona hatumsikia akiongelea pia na hile? Au kuna baadhi ya binadamu ambao wanataki interest yake iko sehemu fulani, wengine haijalishi, wengine inajalisha. Kwa hiyo anaposema maana ya tume, natamani kujua kwa tafsiri ipi. Tuendelee kumsikia. Milango yote ya nyumba nzima na kuruhusu mwanga uingie palipokuwa na giza. Sasa tume hii haijafanya hivi kabisa. Sasa tume hii haijafanya hivi kabisa. Yani kabisa ina maana tume, ngoja tumsikize mpaka mwisho. Ila ni kama vile tume haijafanya chochote cha maana. Sawa? Anyway, ngoja tumsikilize. Sana, yani kitu kilichoharibu ni pale. Kitu kilichoharibu kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wake yeye, kwa mujibu wa viwango vya kimataifa, kwa mujibu wa katiba. Kilichoharibu ni yani kwa mujibu wa nani? Iposemwa yani report ni ya rais tu. Sasa yani unasomwa na mtu mwingine, hiyo kaguliwe na wataalamu wengine. Hiyo tu. Yani hapa ndo maana tunatofautianaga. Uwezo wetu wa kupay attention. Ukishasema tu ni ya rais tu, ina maana ripoti imekatazwa
au imezuiwa na kusemwa haitosomwa na mtu mwingine yeyote. Sijui ameisikiliza hii, mimi nimeisikiliza ripoti ya Jaji Chande mwanzo mwisho na nimesikiza kauli ya rais mwanzo mwisho na ameelezea. Unajua pia uelewa ni kitu cha muhimu. Kaelezea kulikuwa kuna tume 6 ambazo zimewahi kutokea katika historia ya Tanzania na mwenye mamlaka ya kutrigger hizo tume ni rais. Kwa hiyo huwa inaitwa ripoti ya rais kwa sababu inakuja inakabidhiwa kwa rais. Na ile ripoti kuna protocol. Ile protocol sio kwamba inatakiwa itolewe ianze kuwekwa mitaani kila mtu apewe. Anaikupa kazi ndo unaenda kumpa ripoti. Sasa sijaona rais amesema kwamba hii ripoti ni ya kwangu. Kwa maana kwamba yeye ndo ameunda ile tume na ripoti natakiwa iende kwake. Ila sijaona sehemu kasema kwamba nitaisoma peke yangu, hakuna mtu mwingine anaruhusiwa kuisoma. Hakuna mtu mwingine anaruhusiwa kuikagua. Hivi unajua mfano ripoti ya CAG kwanza inafikishwaga kwa rais kabla ya kufikishwa bungeni. Kwa hiyo kuna protocol, nadhani kutokujua protocol nayo ni shida. Sijaona sehemu ambayo rais kasema hii ni ya kwangu, hakuna mtu mwingine. Unajua kuna kauli ambazo mnaweza nikasema hichi chakula ni cha kwangu. Sawa. Nitakapoongeza na kusema hatokula mtu mwingine, hapo nimemaanisha hatokula mtu mwingine. Lakini naweza nikasema hichi chakula ni cha kwangu kwa sababu kweli mimi ndo nimekilipia. Lakini njooni tule. Umeona? Kwa hiyo hakuna sehemu rais amesema hakuna mtu mwingine anaruhusiwa kuikagua wala kuipitia. Kwa sababu na yeye anatakiwa aichukue, aipitie. Na yeye ni kama taasisi yake itakaa na kuipitia. Sasa anaposema tu, ina maana kama vile rais amesema ni ya kwangu tu. Kwa hiyo kama ni ya kwako tu, kama rais angefanya hivyo, ina maana kulikuwa ile ripoti simetangazwa live online. Na kuna watu walialikwa kuanzia viongozi wa kitaifa, kuna mabalozi nimeona mule ndani, kuna viongozi wa kidini. Sasa unaposema ni ya kwangu tu sielewi, na wakati kuna watu tofauti waliitwa pale. Labda kwa mantiki labda ya kusambazwa sehemu zingine labda. Ndio ninachokwambia, lazima tujue kuna protocol. Ushawahi kusikia kwenye hizi sehemu ndasikia bana itifaki imezingatiwa? Yes, kuna itifaki. Leo hii sisi tumetoka, sawa? Alafu nikamwagiza mtu, atakapokuja mimi niliyemwagiza kati ya hapa, anatakiwa aje anipe majibu mimi au ripoti mimi, au kama ni kitu ameniletea niletee mimi. Sio kuja kukupa wewe ambao hujamwagiza au kumpa mtu mwingine. Then mimi hapa akinipa kama ni nini naweza kaambia okay, mpe na huyu au mimi nikachukua nikaigawa. Alafu tusubiri kwa sababu rais ndo kakabidhiwa. Je, atabaki nayo au ataitoa? Ila hii alichokisema tu, hilo neno tu hapo ndo kwangu mimi linaleta hiyo, inaitwa kwenye lugha nafi, yani una exclude. Yani inakuwa mfano interview exclusive. Hii interview ni exclusive. Naifanya na wewe. Hakuna mtu mwingine, ni wewe tu. Yes. Lakini kwa kumalizia hapo, pengine hasa kwa maelezo yake, lakini unamsikia alitaka labda itumike na wapi? Swali zuri sana. Na hichi ndo ninachokisema, tunahitaji watu ambao wako constructive. Anatakiwa aseme tumesikia Mheshimiwa Rais amesema ni ripoti ya kwake. Tungipendelea aiweke wazi na sisi wengine tuisome. Hiyo ndo tunahitaji, watu ambao ni constructive kama nilivyosema hapo nyuma. Lakini huyu ni negative. Unakumbuka nilikwambia kuna watu wana matatizo kwa kila solution. Hii tume ni solution, lakini huyu tayari ashaigeuza kuwa ni tatizo. Anyway, kwa sababu gani? Ina siri gani imefichwa ndani? Yani hakuna kitu nachotaka kama amani, unaona? Na Mheshimiwa Rais akaongea vizuri sana, alisema amani ni rahisi kubomoka lakini ni ngumu kurejea, na ametumia neno tunu amani, na hakuna nachotaka kuona Tanzania imerudi katika hali ya zamani, hali ya amani, unaona? Lakini Mheshimiwa Rais amesema kwamba hakuna watu wanaumia kama sisi wa Tanzania. Tukio limetutokea sisi tunaumia zaidi. Kwa hiyo anaposema anataka amani ni sahihi, lakini sisi ndio tunaumia zaidi. Sisi ndio tulikuwa kwenye tukio. Yes. Kwa muundo huu ni ngumu sana. Manake tumeona kwamba lawama huku, hakuna hata kukiri kosa. Hakuna hata kukiri kosa. Nadhani hajui kazi ya tume,
na lengo la tume. Kazi ya tume ni kubaini ukweli na uongo. Hii tume sio mahakama, sio tume ya upelelezi, ni tume ya uchanganuzi wa kujua ripoti zilizopo, ipi ni ya kweli, ipi sio ya kweli, cha kwanza, na kipi kilitokea, kipi hakijatokea. Sasa unataka kuipa majukumu tume na wakati sio majukumu yake. Kuna jurisdiction ambayo ni mahakama na DPP ambayo kazi yake ni upelelezi, au sasa ndo wanafikishio bana, kuna ripoti hii hapa, wanaenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo ila anaposema hivi pia kuna double standard ambazo kuna vitu vingi ambavyo vinatokea na kwingineko hatumsikii akiongelea hivyo. Kwa tunasubiri kwa hamu sana kusikia kuhusu maaskari walivyo zidi madaraka yao. Maanake kitu kilichoshangaza dunia, alikuwa na hamu ya kusikia askari walivyozidi madaraka yao. Jaji Chande kaelezea kwamba kuna askari ripoti imeonyesha wamempiga mtu risasi mgongoni na alivyoanguka akapigwa risasi zingine. Jaji Chande kaelezea. Na kaelezea kuna wengine wamepigwa risasi wakiwa sebuleni, kaelezea. Na kaelezea nini cha kufanyika. Sasa cha ajabu ni kwamba sisikia akiongelea na upande wa pili. Tuna hamu tusikie ni nani aliyechochea. Tuna hamu tusikie ni kuna polisi walipigwa wakavuja damu. Tuna hamu tusikie na wao haki yao ikitendeka. Kwa sababu anaonesha tu ana hamu ya kujua madudu ya polisi. Lakini pia kuna polisi ambao ni binadamu na wao walifanyiwa vitu ambavyo ni kinyume na ubinadamu. Na sitetei polisi yote ambaye amekiuka sheria na utaratibu. Lakini balance, sema na huku pia kuna polisi ambao walipigwa wakavuja damu, kuna polisi ambao pia walionewa, kuna watu ambao waliamrisha kabisa na video zao zipo. Nendeni mkachome vituo vya polisi, nendeni mkachome nyumba za polisi. Mbona hiyo asemi pia tuna hamu ya kusikia huko? Yani nataka zima ni ukatili wa maaskari. Ukatili wa maaskari. Hivi unawajua ICE wale wa Marekani? Ndio. Unajua ukatili wanaofanya ule? Umeshakutana na baadhi ya klipu zao? Unakutana nao. Kuna ile zipo nyingi, lakini kuna ile ya mama ambaye kapigwa risasi kwenye gari yake, hakuwa na silaha. Alafu JD Vance ambaye ni makamu wa rais akawa anasema ni utetezi, ni katika kutekeleza haki. Mbona sijamsikia akisema kwamba kule pia tunataka kuona haki za binadamu? Mbona tusikia Palestina wanauawa kila siku, mpaka ICC imesema kwamba Netanyahu akamatwa kwa sababu ya criminal war crimes, anatakiwa afikishwe mahakamani. Mbona hatusikii? Mbona hatusikii kwamba kuna watu wanavamiwa na wanashambuliwa? Kuna watoto 184 wamepigwa bomu Palestina, Iran, shuleni. Mbona hatusikia akisema Sudan kuna ugaidi, kuna watu wanauawa kinyume cha sheria? Yani natamani mtu kiamua, yani upige kote, yani sio unachagua, unakuwa selective. Sasa nilijua tume itatoa mapendekezo. Ulijua tume, kwa hiyo una taarifa, yani una ujuzi. Ulijua tume itatoa okay, kwa hiyo natamani nijue ujuzi huo, labda ana taarifa sisi ambazo hatuna. Ujuzi ufanyike ili kujua kwa nini maaskari walipewa risasi. Tume nimesikia several times Judge Chande akisema kwamba kuna raia walipigwa risasi, hawakuwa kwenye matukio ya vurugu, na inasemekana ni polisi. Tunashauri uchunguzi ufanyike. Ulisikiliza ile nani? Ulisikia maneno ya Judge Chande? Kwa hiyo umesikia kwamba ameshauri kwamba uchunguzi ufanyike. Yes. Sasa huyu anachosema alijua watashauri nini ifanyike na wakati kimesemwa. Sijui anachomaanisha ni kitu gani. Za moto. Nani katoa risasi za moto? Hivi umesikia Judge Chande alivyosema kwamba waandamanaji walikuwa na silaha, walikuwa na mawe, walikuwa na nondo, walikuwa na sururu, walikuwa na visu, walikuwa na bunduki, walikuwa na vilipuzi. Alafu unauliza kwa nini askari ana silaha? Kwanza sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
inamwelekeza. Alafu mimi inaongea kwa sababu huyu inaonesha hajui hata hivi vitu. Mimi nina makala ambayo iko kwenye YouTube channel yangu ambayo inaitwa Protocol za Maandamano, na nimeongea na mtu ambaye anajua sheria na tumeelezea kwa undani, na imeelezewa tangia inavyoanza, wanapofika pale mpaka inapofikia wanaruhusiwa kutumia silaha za moto. Yote nimeelezea. Sasa huyu anaposema hapa, ina maana hajui chochote, yani ni mawazo yake tu kichwani, matamanio yake. Unaona, kwa nini walikuwa wamebeba bunduki za vita AK47 badala ya AK47? Hivi huyu anajua kweli katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Anajua sheria za polisi wanaruhusiwa wabebe silaha aina gani? Na mshauri aenda kanani. Ukiingia kwenye sheria zetu, inaruhusiwa kwa polisi kuwa na silaha za assault rifle, na jeshi la polisi sinaitwa jeshi la polisi. Sasa jeshi la chini ya kanuni ya Kitanzania, wanajeshi wanaruhusiwa kuwa na AK47. Umeelewa? Sasa wewe unaenda kukabiliana na mtu ambaye tayari ana bunduki, alafu huyu anataka kuportray kama vile askari kuwa na AK47 ni kinyume cha sheria. Nadhani hajui, aende akasome tu. Sheria zetu zinamruhusu askari kuwa na AK47. Bali ngoja nikwambie hivi, unajua polisi wanaruhusiwa wanampaka RPG. Unajua ile RPG anashika garambo ile na nani hivi. Polisi wanazo mpaka zile. Zinatumika katika sehemu maalum. Umeelewa? Kwa hiyo nadhani ni kutokujua tu, ni nani zake binafsi. SMGs. Wale maaskari ambao hawakuvaa nguo za polisi wakina nani? Sawa. Unaona traffic. Je, aliona zile video ambazo raia wamewapiga polisi, wakawavua nguo, wakavaa nguo za tena wanaambizana vaa hiyo, vaa full mpaka viatu, wakakupigia saluti. Wale kama wameenda kufanya tukio, lawama inamwangukia nani? Kwa sababu anaonekana pale amevaa nini? Kipolisi. Kipolisi. Kuna yule mshikaji amevaa shati la traffic yule. Ikitokea imepigwa picha nusu anaonekana juu, si utasikia traffic ndio amefanya hivi? Wale ambao hivi, uliona zile video ambazo polisi amepigwa akanyang'anywa nguo, akavalishwa nguo, raia akavaa nguo za umeziona? Yes. Sasa wale waliofanya vile wakienda kufanya matukio, lawama inamwangukia nani? Jeshi la polisi. Kwa hiyo nashangaa kuna double standard, anaulizia huku lakini mbona haulizii na upande wa pili? Sasa anachokizungumza lakini ni ukweli. Watu nyumbani. Ripoti ya Jaji Chande imesema ndio kwamba kuna taarifa kwamba kuna polisi kutokana na maelezo na paraphrase, inaaminika kwamba wamekiuka masharti yao, rules of engagement, na amesema uchunguzi ufanyike. Sasa uchunguzi utakapofanyika ndio itabaini yule alikuwa ni polisi au alikuwa sio polisi, alikuwa ni polisi askari kanzu au hakuwa askari kanzu. Lakini nachotaka kwamba so far si amebezi upande mmoja. Natamani angesema okay, kuna hawa ambao polisi wamefanya 1 2 3, lakini kuna polisi ambao nao wamepigwa, nyang'anywa nguo, na hao pia tunatamani kuona haki inafanyika. Umeelewa? Balance huku na huku. Amependekezwa kuchukulia hatua gani? Mapendekezo, yani tumeshaongelea kwamba unajua sometimes kuna mtu unasikiliza uelewe, lakini kuna mtu unasikiliza ili uongee. Mimi nadhani huyu alisikiliza ili aongee, kwa sababu angesikiliza aelewe, angeelewa kwamba Jaji Chande alikuwa anatoa mapendekezo kwamba kuna askari wamefanya 1 2 3, tunapendekeza uchunguzi wa kina ufanyike. Sawa? Anyway, tunasubiri kwa hapa. Kosa zilifanyika pande zote, lakini pande moja wa serikali. Umesikia? Kosa zimefanyika pande zote mbili, lakini yeye amebezi zaidi wapi? Hebu tumsikize hicho akisema. Wafanya kazi wa serikali walizidi madaraka yao. Umeelewa? Kwa hiyo ana balance huku kwamba anakubali kwamba waandamanaji pamoja na upande wa viongozi kote uko na makosa. Si ndio? Sio anachokimaanisha? Yaani hapo sasa sisi ambao tuna uwezo ku read between the lines, amegeneralize kwamba kuna makosa huku na huku. Alafu ilivyokuja upande wa polisi au ilivyokuja kwa serikali, amekuwa specific. Sijui unanielewa? Kwamba amegeneralize kosa zimefanyika pande zote mbili.
ila akija huku anakuwa specific, ambayo sio mbaya, lakini ilitakiwa uwe specific huku na uwe na specific huku. Yani kupiga mtu risasi mgongoni anavyokimbia ni kinyume ya sheria za taifa na za kimataifa. Hiyo ni kweli, black and white, sawa. Ila kuna watu wengine ambao pia walifanya hivyo, hawakuwa maaskari, walifanya makosa hayo. Natamani angebalance huko na huko. Kupiga watu walivyozimia na kuendelea kuwapiga ni kinyume ya sheria. Sasa ni kweli, ni kinyume ya sheria. Israeli anavyoua wa Palestina ni kinyume cha sheria. Wale watoto 186 waliouawa katika shule ya Irani pia ni kinyume. Ukatili unaotokea pia ni kinyume cha sheria za kimataifa. Libya kuna utumwa, ni kinyume cha sheria za kimataifa. Ingine labda hapamuhusu, kwa ndio maana hapazungumzi. Sasa ukishaweka za kimataifa, okay, huyu unajua ni wa nchi gani? Huyu. Sasa ngoja nikwambie. Hivi unajua hapa juzi kati kulikuwa kuna maandamano makubwa sana Uingereza ambao walikuwa nashambulia watu weusi na people of color. Na kulikuwa kuna Islamophobia pia. Kushambulia Waislamu, lakini kushambulia watu ambao wametoka nje. Sawa. Uingereza, South Africa. Hiyo xenophobia ni ya South Africa. Huku kulikuwa kuna Islamophobia. Uingereza. Okay, ambapo ndo originality. Marekani kwake. Unajua huku kwetu tuna madudu, ni sahihi. Lakini nyinyi wewe kwako pia vipi, kuna madudu? Mbona pana kukuhusu wewe direct? Una passport ya wapi? Hebu ongelea na madudu ya passport ya kwako. Hivi unajua kwa Europe, nchi ambayo inaongoza kwa stabbing, kuchomana kisu, moja hapo ni UK, London. Yes. Uchomaji wa visu, I say crime rate kule ni hatari. Kwa kesi za aina gani? Kwa kesi za aina gani? Uhalifu wa wizi. Okay, yani mtu anakuja kuchoma na kuiba simu au nini wanaondoka nayo. Hali ya kimaisha kule ni ngumu kinyama. Nadhani kuna NHC wale, kuna zaidi ya mawaziri ukuu 4 wametimuliwa kazi au wamejiuzulu Uingereza kwa sababu ya hali yao ya nyumba na maisha na gharama ambavyo ziko juu. Same thing kwa Marekani, tunaona ICE jinsi wanavyofanya, mpaka meya wa ile jiji ambalo yule dada alipigwa risasi akasema ICE, get the F out of here, ondokeni hapa. Umeelewa? Kwa hiyo unaposema kwamba imuhusu, basi na kule adili na kuna kumuhusu, na Tanzania imuhusu. Kwa aki-comment kuhusu Tanzania, azungumze, ageneralize ya ulimwengu mzima. Kwa maana hapa duniani yani yanayoendelea. Ngoja nikuulize. Sisi katika uchambuzi wetu huwa tuna, juzi tumeongelea South Africa, tumeongelea Congo, tumeongelea Sudan, tumeongelea Iran, Syria, Israel, Marekani, Saudia. Kwa hiyo tunapiga koti, tunaelezea koti, sawa, japokuwa sio akutuhusu, lakini kwenye elimu. Ila pia tunaongelea na nchini kwetu. Na wewe shahidi, tumefanya nadhani session asilimia kubwa nimefanya mimi na wewe. Nina Operation Breaking TZ nimeelezea. Nina mkeka wa Gen Z nimeelezea. Tafakuri nzito nimezielezea. Tumejadiliana, tumeongea, na siku zote watu na balance. Hichi hakikuwa sahihi, hichi kilikuwa sahihi. Hata ukisikiliza kwenye uchambuzi wangu wa Judge Chande. Uchambuzi wangu wa Judge Chande, nimeongelea kabisa kuna over regulation zifanyiwe marekebisho. Nikasema kwamba tunahitaji sera bora na tunahitaji viongozi bora. Nikaelezea kwamba vitu kama TRA na baadhi ya changamoto zingine, issue ya drones na mamlaka husika na vitu tumeelezea pia. Kwa hiyo tuna balance kote. Huyu anachosema, kuna baadhi ya vitu anaongeza maneno vinaitoa out of context, cha kwanza. Cha pili, kuna vitu ambavyo hatusikii na upande wa pili, amebezi zaidi upande mmoja.
na sikatai ukweli wote ambao wanaosema, ila natamani angibalance. Tunasubiri yani kwa hamu sana, yani tume itoe mapendekezo kwamba maaskari wachunguliwe. Hii ndio ina nasema, unaweza ukasikiliza uelewe, lakini unaweza ukasikiliza ili ujibu. Na umesikia kauli ya rais alivyosema kwamba na wale waliokiuka sheria tutawajibishana. Si amesema rais? Yes, kwa hiyo tutawajibishana. Sasa kuwajibishwa, unaona sasa hivi wewe ukiniibia hapa, mimi siwezi nikakuchukua nikakupeleka jela moja kwa moja, kwa sababu kuna procedure, kuna protocol. Nitakuchukua nitakupeleka polisi, polisi watakuhoji na polisi watanihoji, watachukua vidhibiti, wataandaa kesi, alafu wanaipeleka mahakamani. Mahakamani wanaichukua ile kesi, wanaanza tena kukusikiliza na wananisikiliza, wanaangalia ripoti ya polisi na ushahidi na mashahidi, mpaka pale wanajithibitisha kwamba aidha uliiba au hukuiba. Kama umeiba, hatua zinachukuliwa. Kama hukuiba, unaachiliwa. Si umenielewa? Kwamba kuna procedure. Sasa ndo procedure ambayo imeanza. Tume imeitwa, imeteuliwa, imefanya fact checking, kujua kipi kilitokea, kipi hakikutokea, taarifa zipi ni za kweli, zipi za uongo. Sasa hivi kuna criminal investigation ambayo imeshatangazwa kutoka, ilikuwa ni mapendekezo ya Jaji Chande, lakini rais kasema kwamba itaundwa tume ya criminal investigation. Sasa ile criminal investigation ikishaundwa, then moja ya universal law of tunahitaji nini, ya haki, ni kwamba lazima mtuhumiwa upewe haki ya kusikilizwa na kujitetea. Okay, so, umeelewa? Kwa hiyo lazima wale wote waliofanya uhalifu wa aina yoyote, iwe ni upande wa serikali, iwe ni upande wa pili, wote waitwe, wahojiwe, wafanyiwe cross examination, uangaliwe ushahidi, alafu sasa ndo itolewe hukumu, wana makosa au hawana makosa. Okay. Kwa hiyo hizi ni procedure. Na rais amesema kwamba itaundwa tume ya criminal investigation, lakini wanavyoongea ni kama vile hakuna, yani alitegemea ripoti ya Jaji Chande ndio imalize kila kitu. Unaweza kulazimisha maridhiano au unaweza kulazimisha maridhiano, unajua, na huwezi maridhiano, lakini kwenye maridhiano za taifa na za kimataifa, unaona, kupiga watu walivyozimia na kuendelea kuwapiga ni kinyume ya sheria. Sasa tulikuwa tunasubiri yani kwa hamu sana, yani tume itoe mapendekezo kwamba maaskari wachunguliwe. Na unaweza kulazimisha maridhiano. Unaweza kulazimisha maridhiano. Hebu tumsikie sentence anakuja. Au kununua maridhiano, lakini hii ni tuhuma. Mnaweza kulazimisha maridhiano. Hivi nikuulize, unadhani wewe kwa mtazamo wako, waliokuja kwenye ile kusikiliza ripoti ya Jaji Chande, unadhani walilazimishwa kuja pale? Mimi sifahamu. Okay. Kwa sababu kuna viongozi wa kidini, kuna viongozi wa kiserikali, kuna mabalozi, kuna watu wa tofauti walioko pale. Ategemea labda waone chama Chadema wapo pale. Sasa hiyo inakuwa specific sasa. Sawa, ndio kila ninachokizungumza. Na guess labda. Ndio akasema na mnaweza kulazimisha maridhiano, kama vile ni yani maridhiano yanaridhishwa. Lakini mbaya zaidi sasa ni hii hapa kauli. Yani kwa hamu sana, yani tume, sikia neno analosema baada maaskari naweza kulazimisha maridhiano au kununua maridhiano. Sasa hii imekaa kama tuhuma kwamba maridhiano yananunuliwa. Sasa huenda yeye ana taarifa ambayo sisi hatuna, lakini kama anajua kwamba maridhiano yananunuliwa, mimi naamini, maoni yangu mimi, hiyo ni rushwa. Tunamwomba aende akaitoe hizo taarifa kwa TAKUKURU. Umeona kwamba nimegundua au na taarifa kuna maridhiano yananunuliwa. Kwa hiyo sio maridhiano sahihi, ni ya kununua. Ushahidi ni huu hapa, naomba peleka TAKUKURU waifanyie kazi. La sivyo hivi, ngoja nikwambie,
Kwa nini naongea haya? Haya maneno watu wanaweza akachukulia vyepesi. Ukisikiza ripoti ya Jaji Chande, alielezea zaidi ya kauli kama 12 ambazo ndo zilichochea vurugu. Maneno ya aina hii yanachochea vurugu kwa watu, yani yanachochea uelewa mbaya na huenda zikaleta mtafaruku. Maneno kama haya, mtu wa kawaida akisikia tunalazimishwa maridhiano, maridhiano yananunuliwa, inaleta hasira, yani inakuwa ni aina fulani ya uchochezi. Haya ni maneno ya hatari sana. Lakini kwenye mioyo ya watu hamtaweza hata siku moja kama mnaendelea na muundo huu wa kutokubali kosa. Maana ya tume ni kuweka. Umeelewa? Nini umekielewa hasa kwenye maelezo yake? Sasa in general sasa. Kwanza in general. Tumesikiza na video yote. Kuna sehemu yote ambayo unasema ulisikia hata kusema kwenye hili tume walifanya vema. Kuna sifa hata moja ambayo umesikia kwenye, kwa sababu hapa kaongelea tume na nia rais ambayo ni takriban masaa, inakaribia masaa 3. Katika ile presentation yote umesikia kuna sehemu yote ambayo amesema kwenye hili kwa kweli tume ilifanya kitu bora. Ilifanya kitu bora. Hapana. Hapana. Sasa ndio yale niliyokuambia. Kuna watu wana problem to every solution. Yani inatafuta solution, lakini wao wanaigeuza kuwa ni tatizo. Sawa? Na tukasema tunahitaji aina ya watu ambao wako proactive. Mimi natamani aseme kwamba tumesikia ripoti, tunashauri iongezwe 1, 2, 3 au ipunguze 1, 2, 3. Hiyo ndo constructive criticism, tunajenga. Lakini hivi ni maneno yanaanza yanaingia kwa uelewa wangu mimi kwenye uchochezi, kama tuhuma. Na kuna baadhi ya maneno hapa ni tuhuma, kununua maridhiano. Hiyo tayari ni tuhuma. Ila pia kusema ile tu ni ya kwangu mimi tu, ina maana umeshaifunga, umeiexclude, ni exclusive ya kwake. Sijasikia sehemu ambayo Mheshimiwa Rais kasema ni ya kwangu tu, ni ya kwangu, kwa sababu yeye ndo kaunda tume. Na tume zote waga kwanza zinafikia kwa rais. Na ndo maana hata Nyerere alimlaumu Mwinyi kwa kuruhusu ile jambo lijadiliwe bungeni, kwa sababu ripoti kwanza inafikaga kwa rais, alafu rais ndo anaruhusu. Isitoshe, wakati wa uwasilishaji ilikuwa live. TV nyingi sana zimeonesha live, bila kukata, bila censorship. Ndo maana sisi tumepata nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao ni positive. Yani bana, tumeikagua tume, tumesikia, tunaomba hapa, au tunatoa maoni hapa, au tumeona hapa na hapa hapako sawa, parekebisho. Hapa iongezwe, hapa ipunguzwe. Ndo, yani it's as simple as that. Natamani angiweka hivi. Lakini hivi, hapa pamekaa hivi, hamwezi, mtaharibu zaidi. Kwa nini? Silaha AK47 wakati hujui hata protocol za kijeshi wala sheria inasemaje kuhusu nani. Ukishatengeneza hiyo, nani amewaruhusu kuwa na silaha AK47? Unaonesha kama vile ni makosa kwa jeshi la polisi kuwa na AK47. Umeelewa? Yes. Alafu kuna upande una generalize. Tumesikia kuna makosa huku na huku. Alafu upande huu mmoja unakuwa specific. Upande huu umeiacha kwenye generalization. Kwa hiyo kwa sisi ambao tuna uwezo wa kuread between the line na kuchanganua na kupay attention, hii ni negative. Inaleta kitu ambacho sio sahihi. Lakini unajua lengo la midaro kama hii ambayo tunaizungumza na kusoma maoni ya baadhi ya wa Tanzania ambao wana mapenzi na nchi yetu. Lengo ni kutengeneza ushirikiano kama ulivyozungumza hapo jana, na sio maliziano, ushirikiano. Asante. Nini ambacho kifanyike sasa ili kuweza kuleta maana nzuri na ushirikiano ambao ulikuwa unazungumza uweze kuwepo, hasa kwa sababu pengine hasa mtu kama uwezekana labda amezungumza hajui, ama kuna sehemu pia na kama ulivyozungumza kuna sehemu ambazo yuko sahihi pia. Nini kifanyike ili kuweza kuweka mambo sawa? Kwanza, kama hujui usiongee. Black and white. Kama hujui sheria za silaha za Tanzania usiongee. Kama hujui protocol za kukabidhi ripoti usiongee. Umeona?
Au ukiongea sema ni maoni yangu binafsi. Yani ainisha iweke hivi, lakini usiongea kama ndo norma au kitu kama hicho. Cha kwanza. Cha pili, nadhani tume bado inapokea watu. Aende kwenye tume, atoe maoni yake, afikishe mtazamo wake. Hizo taarifa ambazo anasema mimi nilijua kwamba itafanya 1 2 3, huenda kuna vitu anavijua si hatuvijui. Kwenye ukweli ambao umesemwa, ambao kausema, ambao nimesema kabisa mimi nakubaliana nayo, kupiga risasi watu mgongoni ni kinyume cha sheria na watu wajua wajibishwe na sheria zichukuliwe. Na tumemsikia rais kasema tutawajibishana. Watu wote ambao wamefanya kinyume na taratibu zao za kazi, hizo ni protocol zao, rules of engagement, sawa, watachukuliwa hatua. Ila kuna process. Unajua shida ni hivyo, hii ni mob psychology. Mob psychology ni kwamba ukiiba hivi mtaani, mtu ukiiba wanakufanyaje mtaani? Wanakupiga. Au zao zingine wanafanyaje? Unachomwa moto. Sasa ile ndo mob psychology. Wanataka hukumu ya pale kwa pale. Ngoja nikuulize swali. Juzi ulisikia nyeti zinapotea. Hivi unaamini kwamba wote waliosemekana wamechukua nyeti ni kweli walichukua? Wengine walisingiziwa, walishukiwa tu. Lakini wamepigwa mpaka madamu yametoka. Sasa hapo ndo umuhimu wa sheria, kwamba huyu tunamshuku kachukua nyeti, ita polisi, mchukue mpelekeni polisi. Nimemwona akifanya 1 2 3, ana kifurushi chapa, hebu tufungue tuangalie. Au ana kitu fulani. La sivyo unaweza ukasababishia madhara mtu kwa kauli zako. Umeelewa? Hizi kauli zina madhara. Ndo maana kuna protocol na zimewekwa sheria kwa sababu ya kujua nani mwenye kosa, nani asiye na kosa. Kwa sababu mimi naweza nikaanza kupiga kelele, wamenivamia humu ndani. Wakaja watu wakaanza kukupigeni. Kweli. Nikasema mmekuja kunivamia, kuniibia. Lakini mkichukulia mkienda polisi, mnaonesha hapana, tulimpigia simu, tumekubaliana muda nini, tumefanya interview 1 2 3, kumbe Sma anasingizia. Na huenda sasa nyinyi mkanigeuzia kibao, mkanishtaki for defamation. Umeelewa? Kwa hiyo ninachosema, kuna protocol. Watu wengi wanataka mob justice, kwamba wameona video fulani au wamesikia kauli fulani, wanataka hukumu ichukuliwe pale pale. Sheria haiko hivyo. Sheria inataka uthibitisho. Kuna baadhi ya nchi ambazo wana guilty until proven innocent, na wengine wana innocent until proven guilty. Wewe sasa hivi uko hauna hatia mpaka nitakapothibitisha wewe una hatia. Okay, sawa. Sma, umezungumza vizuri sana. Sasa kuna hili ambayo nataka tumalizie kukuuliza, sababu maswali ni mengi sana. Naam. Cameraman, hebu nani kwanza?